Ni wajibu kutimiza yake nguzo ya hija. Ni wajibu kutimiza yake nguzo ya hija. Wamefaradhisha walio na uwezo wakitimiza wa umakini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji. Karibu sana kwenye Sayari ya Moyo. Leo Sayari ya Moyo moja kwa moja imefunga safari mpaka Masjid Rahma. Masjid Rahma tumekwenda kukutana na Sheikh Musa Kileo. Stori yake ni nzuri sana. Alitekeleza ibada ya hija mwaka 1992 wakati akiwa mwanafunzi kule Madina. Hadithi yake ni nzuri kwani alipopata nafasi ya kurudi tena 2007 alikwenda kutekeleza ibada ya hija, lakini wakati huu akiwasaidia wale mahujaji ambao ni wapya kutoka Tanzania. Na huyu ndio Musa Kileo. Wamefaradhisha walio na uwezo wakitimiza wa umakini. Alhamdulillah, mimi nimeweza kujaliwa na Allah tabaraka taala kupata hija kwa mara ya mwanzo mwaka 1992, na kisa chake kilikuwa kwamba baada ya kumaliza masomo yangu katika ya thanawi nilikuwa na nafasi ya kwenda kusoma Jamia Islamia Madina, chuo cha Madina. Kwa hiyo mwaka nilikuwa nimesafiri kwenda kule kimasomo, alhamdulillah rabbil alamin. Na tufika moja kwa moja chuoni, na pofika muda wa ibada hija basi kani shauku na raghaba, mapenzi makubwa sana mtu kwenda kwa nyumba Allah tabaraka taala, nyumba kongwe ambayo ndio kibla cha Uislamu, mwaliko Uislamu kwa pale. Yani hisia kubwa sana za kiibada, za kinafsi, za anahamu kubwa sana. Basi alhamdulillah tukaweza kufika kwa mara kwanza kabisa mwaka katika nyumba ya Allah tabaraka taala pale Makkah al-Mukarrama msikitini, na tukaweza kushiriki katika ibada ya hija kwa mara ya mwanzo katika mwaka huo wa 1992. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwa kweli ni hisia kubwa za kiibada zaidi na mapenzi kubwa sana kwa Uislamu na kwa dini na kwa Allah tabaraka taala. Na alhamdulillah ile mara ya mwanzo mwaka huo kwa kweli ya kwamba mengi ambayo kujifunza, makitu kusoma hija katika vitabu unasikia kuna tawaf, kuna sa'i, kuna zamzam, unasikia tu, na tukisomesha hata sasa tuko kwenye live moja kwa moja kwamba hii ndio Kaaba. Masha Allah, kwa kweli kuna hali kubwa sana ushinda kuelezea hali ilikuwaje. Lakini fika pale kwa mara mwanzo kabisa baada kutoka eneo la miqati katumia vazi la ihram, mashuka mawili kwa mwanamume meupe yale tutavaa mpaka kufika katika eneo la Makkah al-Mukarrama. Tutuke Madina kuelekea Makkah. Kipindi kile hali usafiri na nini ni si sawa sana sasa hivi. Kwa hiyo tulikuwa karibu saa 6 kutoka Madina mpaka kufika Makkah kwa mwendo wa basi. Alhamdulillah tukafika pale Makkah na tukaanza masala ya katika ibada nzima ya hija. Tukaanza na swala nzima la tawaf katika Kaaba, na baada tawafu pale kumaliza tawafu tumekwenda kuswali ile katika rakateni katika makamu Ibrahim baraka 2. Tukaweza kwenda katika Safa na Marwa. Alhamdulillah rabbil alamin, tukafanya baada ile kwa jambo hilo ambapo Allah ametujalia, alhamdulillah rabbil alamin. Na baada hapo katika Safa na Marwa mara mwanzo unafanya ile, kwa unaelekezwa fanya hiki fanya kile, unakumbuka tulisoma katika vitabu. Kwa muhimu sana kwa Muislamu kwenda Makkah aone yale maeneo ayone mwenye moja kwa moja, kasema ni muhimu sana katika ya ibada ya Kiislamu. Ilipofika siku ya kwenda katika viwanja vya Mina mwezi 8, tukienda pale Mina na kulala katika mahema pale Mina, mahema ya kawaida ya kuonyesha mtu kujidhalilisha mbele za Allah tabaraka taala pasi na ukubwa wala kujikweza. Na tuko pale Mina mpaka asubuhi yake tukafanya safari kwenda katika viwanja vya Arafa. Kipindi kile kwamba mtu anakwenda kwa mguu masafa marefu na usafiri kwa watu wachache, leo anapanda ile mabasi kwenda katika viwanja vya Arafa. Lakini wakati sisi ni vijana,
Kufikia toka mwaka huo 1992 bado ni vijana. Kwa baadhi tukatoka kutembea kutoka Mina mpaka Arafa. Huu ni mwendo wa karibu saa 1 dakika 45 mpaka saa 1 dakika 50. Maana kuna msongamano, watu ni wengi wanatembea na nini, huwezi kwenda haraka haraka. Tukafika viwanja vya Mina pale, alhamdulillah rabbil alamin. Viwanja vya Arafa, tukafanya kisimamo cha Arafa tokea mida ile mpaka jua lilipokuwa limekuchwa. Tukafanya safari tena kuja katika maeneo ya Muzdalifa, ambapo vile vile kwa kosi ni vijana kipindi kile tukaamua kutembea bila kupanda usafiri wa magari. Tukatembea hapo kutoka pale Arafa mpaka Muzdalifa kwa mwendo kutembea kwa miguu, na ile msongamano uliopo ni mwendo wa saa zima. Tukafanya mwendo huo, tukafika Muzdalifa na kulala pale, alhamdulillah rabbil alamin. Asubuhi yake tukaamka kwenda katika Jamarat, ambao kwenda kupiga mawe kwenye nguzo, na tukaenda pale. Kwa kweli kipindi kile cha miaka ukisikia Jamarati, yani kana kama unaanza ni hatari, watu ni wengi pamoja na nini, hofu imetawala sana kabisa. Kabla ule uboreshaji haujapatikana, kwa sababu zamani unapiga sehemu moja tu chini pale, unapiga unakimbia unaondoka na nini, tena inawezekana ukatishwa, inawezekana ukafa, ukishapiga kimbia pita kulia kushoto. Hali ile ilitukuta na sisi ndio vijana kipindi kile, alhamdulillah tukaweza kulifanya hilo. Tukatoka katika Jambarati tukapiga mawe kwa ile siku ya ambayo ndio siku ile mwezi 10 ambayo ni siku ya Eid sasa katika ulimwengu wa Kiislamu. Baada kumaliza swala la Jambarati, maana siku ile mwezi 10 na mambo mengi ya kuyafanya. Kuna kupiga mawe, kadhalika kuna kufanya tawafu ifadha kule Maka, kuna swala zima la kuchinja, yote yani mambo ambayo wanafanya siku ile. Kwa hiyo ni siku yenye harakati nyingi za kipamoja, na ambapo mtu tayari na yale mashuka mawili ihram na ile harusi kuweza kuyabadilisha mpaka atakapokuwa ile mwezi 10 tayari kishafanya mambo ya mwezi 10, ukiwemo kuweza kupiga mawe katika Jambarati, vile vile sala la kwenda tawafu ifadha, na vile vile sala la kuchinja na kunyoa nywele. Kwa sasa yote tukafanya katika siku ile, na kama nimeeleza sisi wakati ni vijana tulitembea tena kutoka pale Mina katika Jamarati mpaka kwenda katika msikiti wa Maka. Unatembea kwa mguu, unakutana na watu mbalimbali na nini, makundi ya watu, wengine hajui zile njia, nyinyi mnakwenda, wengine narudi. Basi ka hali moja, yani hasa ni hali ya msuguano, lakini msuguano wa kiibada. Unahisi kwamba hapa ndipo katika jambo zito ambalo napasa nilifanye katika ujana wangu na afya yangu njema. Alhamdulillah tukaweza kufika kwa tawafu ifadha. Baadaye tena tayari tushafanya ile tahalul asghar, kuweza kufungiwa kidogo na kubadilisha kuja katika ngozi ya kawaida, na kadhalika kuweza tena kurejea katika viwanja vya Mina kuweza kupumzika na kusubiri siku 2 au 3 ambazo zinafuata pale kwa ajili ya kufanya nini tena katika Jambarati, kupiga katika nguzo 3 ambazo zinapigwa wale mwezi 11 na 12, na atakayechelewa kuondoka mwezi 12 atapiga mpaka mwezi 13. Hija mwaka huo ilikuwa hija ambayo kwa kweli ni nzito, kwa sababu natakasa afya na ukakamavu na kujitolea na kujituma. Kasa mbali ya sisi kufanya vile, pia katukasaidia mahujaji watu wazima ambao wamekuja kutoka Tanzania. Mtu hajiwezi, unampigia mawe, unamwelekeza, unafanya 1 2 3. Basi mengi tukafanya pale, nikani fursa kuwasaidia Waislamu kutoka Tanzania na nchi nyingine mbalimbali. Wanakuja watu wazima, hawezi unasaidia. Mwingine lugha haielewi, hajui atasemaje, hajui Kiarabu, hajui Kiingereza, hajui chochote. Unamwelekeza cha kufanya, basi tukawasimamia vizuri wakaweza kufanya hija yao katika njema kabisa, alhamdulillah rabbil alamin. Hija tukatumaliza ka safari nyingine tena kurudi masomoni katika mji wa Madina, chuoni Jamiatul Islamia al-Madina Munawwara, ikawa tupo kule mpaka mwaka huu ikawa imemalizika ibada tuliyofanya. Kadhalika baada hapo sasa ule mwaka 92 ikasa tayari ushapata uzoefu kwa mwaka uliofuata 93 mpaka miaka 4 ambao mimi niko pale. Kila mwaka tunakwenda hija, na tukienda hija tunafanya ibada hija na kuwasaidia watu ambao wengi na kuwa ni wazito katika kufanya ibada. Nakumbuka kipindi kile hata taasisi za hija kutoka Tanzania ni 2 tu, BAKWATA na Haji Trust. Bas asa ikija kasi wanafunzi tunagawana, mahujaji wa BAKWATA tuko nao tunaelekeza, mahujaji wa Haji Trust tuko nao. Basi alhamdulillah ni khairi na furaha kama unaelekeza watu jambo la kidini. Ika alhamdulillah tunakwenda vizuri, tunaelekeza watu kwa kuanzia ile 92 mpaka 96. Na kila mwaka mimi nakwenda hija, lakini kwa lengo kubwa sana kuwasaidia wale ambao hawawezi kutekeleza ibada ile hija na kuwapa maelekezo. Tukifanya vile mpaka Allah pamoja kumaliza masomo yangu ya degree ya mwanzo katika chuo cha Madina al-Munawwara. Karudi nyumbani hapa Tanzania, tukafanya kazi ya kusomesha, kazi ya dawa na ulinganiaji.
Allah kajalia mwaka 2007 nikapata tena safari nyingine ya kimasomo. Sasa iko Madina akani Riyadh katika King Saud University, ikani niko pale kuchukua masomo ya juu. Vile vile ika sasa umefika msimu wa hija, kwa tayari najua ile mazingira na uzoefu nao, kata sikutarajia tena kuongozwa kama nikatoka pale Riyadh nikapanda basi mpaka kuelekea mji wa Makkah al-Mukarrama. Mwendo toka Riyadh mpaka Makkah ni masaa 24. Safari moja ndefu sana hiyo. Yani ukitoka saa 2 ya leo mpaka saa 2 ya kesho. Kwa safari moja nzito sana, lakini alhamdulillah mfanya safari kama ile, nikaenda kule alhamdulillah rabbil alamin. Mwenyewe nikafanya ibada hija na vile vile kuwasaidia mahujaji. Kipindi cha 2007 tayari mashirika ya hija kutoka Tanzania ni mengi. Kwa tunashirikiana na wale ndugu zetu kutoka Tanzania kuwasaidia mahujaji, kuwasimamia, na kipindi hiki sasa tayari uboreshaji ushapatikana katika maeneo mengi kule Maka. Kwanza kule Mina kumewekwa ile sehemu ya kupiga mawe Jamarati, kumewekwa partition kama ghorofa ngazi. Ima anaweza kupiga chini katikati ya juu. Kama ni wepesi, kama mtu ambaye hawezi kupiga chini, anapanda juu ghorofa kwanza mpaka ya pili anapiga mawe kwa wepesi kabisa. Kadhalika hata pale katika msikiti wa Maka, sehemu zile za kufanya tawafu tayari zimeongezwa. Unaweza kufanya tawafu kwa juu kule kabisa, japokuwa ni ndefu, lakini ile zahama, msongamano ni mdogo sana katika hali kama ambayo tuliona miaka ile ya nyuma katika ibada nzima ya hija. Ni ibada ambayo muhimu kwa Muislamu kuifanya, hasa kwa na afya yake, ni kijana mwenye nguvu na uwezo wake tu. Jambo kama hilo, hija inataka uwezo kwanza wa kiafya, pia uwezo wa kimali. Kwa muhimu Waislamu watafute mali za halali ili kwa mali zao watekeleze ibada ya hija. Na hakika inawezekana, mathalan kuna baadhi ya watu mtu anamiliki nyumba 3 mpaka nyumba 5, anasema mimi sina uwezo. Hapana, hii nyumba 3-5 uzo nyumba moja uende Maka. Inawezekana. Kuna watu anamiliki mashamba, una mashamba uza baadhi ya mashamba uende Maka. Inawezekana. Kwa ni muhimu Uislamu akatekeleze ibada hii na ajitahidi kidhati kabisa, kwa sababu ni moja kati ya nguzo Tanzania za Uislamu. Na Allah tabaraka taala amesema watimu alhajj wal umrata lillahi, timizeni ibada hija na umra kwa ajili ya Allah. Sasa tenga jambo lako kwa ajili ya Allah, tenga amana yako kwa ajili ya Allah, jitolee kwa ajili ya Allah. Huo ndio Uislamu wenyewe. Na kama ambavyo kaeleza mtume wetu Muhammad sallallahu kama alhajj almabrur, hija iliyokuwa njema, alayhi salatu jazaa ila janna, haina malipo isipokuwa ni janna. Kwa hapa unapata pepo. Sasa hakuna pepo lingana thamani ya chochote katika unavyomiliki. Utoe $6,000, $7,000, hata zaidi ya hapo kwa ajili ya pepo ya kitu adhim. Kwa ndugu yangu Muislamu, nitoa wito kila mwenye uwezo ajitolee, atoe katika mali zake, ende akahiji, atekeleze moja nguzo 5 za Uislamu. Na kama ambavyo imeeleza kwamba hija, mtu akifanya hija njema anafutiwa madhambi yake, basi muhimu baada ya kurudi Maka badilika kuwa kivingine. Jichunge kabisa, usifanye maasi, usifanye uchafu, usifanye ubaya, ili ule msamaha Allah uliopata usije ukaharibu. Ibnafsi alhamdulillah rabbil alamin, na sijitakasa nafsi yangu, lakini baada kurudi masomoni, kurudi Maka, alhamdulillah mimi kabla hapo si mchafu wala sijafanya uchafu hata baada hija. Kwa alhamdulillah rabbil alamin niko hivyo, na naomba Allah tabaraka taala anibakishe katika wema na ucha Mungu, nifanye kwa ni mwema na msamaha nani wala tabaraka taala. Kwa muhimu kwamba kwa mtu ambaye labda na mapungufu yake, ana makosa aliyafanya, asogenda hija unafuta makosa yako kwa idhini ya Allah, kuwa vizuri kabisa katika baada kurejea hapa, kwa mwema, mtu wa kheri, endeleza ibada zako neema yako mpaka utakaporejea mbele za Allah tabaraka taala. Kwa bahati mbaya kabisa nakuta baadhi ya watu kutoka Maka, yeye hana lingine la kheri, keshi ya pale anatosheka tukitoka kama haji fulani au hajati fulani. Hili halitoshi. Ile ni ibada imefanywa kwa ajili ya Allah, si lazima uitwe vile, japo kiitwa si kama fanya makosa, lakini kuwa mwema, mtu wa kheri, na utumikie Uislamu katika maisha yako yote kila siku. Uislamu dini ya vitendo. Nataka Muislamu nini? Kaulu wa amali, aseme na atende. Tusiwasheke kutoa majina, mimi naitwa Musa, mimi naitwa Abdallah, yule Maryam, yule Sakina, yule nani. Hapana, wewe itwa jina lako la Kiislamu, kwa matendo yako ya Kiislamu, ili upate radhi za nani? Za Allah tabaraka wa taala. Ni kweli kabisa kwamba kuna watu yuko Madina pale, ni mwanafunzi lakini haendi kuhiji. Kwa kweli hili si habarini ya kweli. Pia kuna wanafunzi, mimi mmoja nikishinda chumba kimoja na hakwenda kuhiji. Nishinda chumba kimoja pale Madina, tuko chumba tuko watu wawili, hakwenda kuhiji. Na adabu za Kiislamu siwezi kumtaja kwa jina kwa adabu za Kiislamu, lakini mpaka leo yuko hai. Sasa hii ni kama kutokana kwamba tuseme kwanza ni taufiki ya Allah tabaraka taala. Allah kuwafikishe uende Maka. Hata hapa kwetu kuna watu wengi wana hela lakini hajahiji. Asema kesho kutwa mwisho anakufa hajatekeleza baada ya hija. Na nyingine kwamba ni swala zima la kutokuwa mcha Mungu.
kuona kama hija nini bana nitasukuma nani, achana na hija nitakwenda kwa wakati mwingine, kumbe wakati wa kusubiri. Kwa hiyo ninachokisema ni kweli kuna watu wako hivyo, hawaendi Maka pamoja kwamba wana uwezo. Kwa sababu kama mwanafunzi kutoka Madina kwenda chuoni kwenda hija kipindi kile, gharama rahisi sana, unakwenda unapanda basi na kwenda zako. Ni kitu ambacho chepesi kabisa, wala si kizito kwa mwanafunzi. Tayari uko maana yale. Yani safari kama kutoka Tanga na Dar es Salaam, kwani ikushinde kutekeleza ibada moja nguzo tano za Kiislamu, zaidi ya uzembe na uvivu na kukosa taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Hakika ibada ya hija inawabadilisha sana watu, na hasa ukiwa ni mwenye nia thabiti, nia ya kweli, tangu naipanga safari yako, basi matokeo yataonekana. Lakini je, kwa wale ambao matokeo yake hayaonekani, wanakwenda wanarudi wakiwa vile vile, nini hasa ni chanzo? Tunaye ndugu yetu kutoka Buguruni, yeye alikuwa na maoni yake ambayo ni haya akizungumza. Wamefadhisha walona uwezo wakitimiza wa umakini. Ni sawa, ndio baadhi ya watu ambao wanakwenda kuhiji. Kuna baadhi ya watu wanapenda kuhiji kule na kurudi nyumbani kwao. Baadhi ya watu wanabadilika kwa hija, sababu kuna vitu wanavyofuata kule, wanakufuata machache na baadhi ya watu vile vile wanaporudi katika masuala ya hija, lakini ni wachache ambao wanabadilika. Wengi sana wale hali za kawaida, kwa sababu kuna wengine wanaenda hija kama kivutio cha utalii, wengine wanaenda hija kama utalii fulani tu, hawapati athari yoyote. Lengo la hija halipatikani. Kwa msingi nachowasi waendelee kumsha Allah, wani wafuate lengo ambalo walifuata kule hija. Vile vile naomba Allah ajitahidi vile vile kama lengo yako na hija, kwa sababu mwezi bado hupo. Kama amekania basi inshallah kwa uwezo wa Allah anaweza kuwapa fursa wakaenda hija. Kama nilivyosema mara kwanza kwamba kuna baadhi ya watu huwa wanaenda hija kwa lengo maalum, kwamba anafanya hija kwa sababu amemtikia Allah kama alivyotaka, kwa sababu ni ibada ni nguzo za Uislamu kama hija. Kwa kuna baadhi wanaenda kule wanapata athari kwamba imeenda hija ndugu mbadilike vina hivi, kama ana tabia uizi au ana tabia uchawi au tabia kadha. Kwa unapotoka masuala hija kuja huko anabadilika mashaallah. Ila kuna baadhi watu kama nilivyosema wanakwenda hija kule hafuati lengo kama linavyotakiwa lengo. Wanaenda kule kufuata mfano ya picha, wengine kuangalia vitu kadha ambavyo si malengo ya hija. Kwa inatokea wanapokuja huku kwa lile lengo la hija lifuatia kule halipo. Kwa wanakuja huku basi tabia zao ndio kwa mara kwanza na sinarudi pale kama ilivyo. Hakika mwenye kusikia na asikie, na mwenye macho haambiwi tazama. Yako mengi mazuri ambayo tumeyasikia kutoka kwa shekhe wetu Musa Kileo, lakini ndugu yetu ambaye amezungumza na kutoa ushauri wake naye pia amesikika vyema. Mimi sina tena la ziada, langu jina ni Ali Mfaume, mpaka wakati mwingine. Ni wajibu kutimiza yake nguzo ya hija. Ni wajibu kutimiza yake nguzo